Tanzania Investment Summit ya mwaka 2026 na ni mkutano muhimu na wa msingi utakaoleta wadau mbalimbali hasa wenye fedha kuja kuangalia miradi ambayo ipo nchini Tanzania na inayoweza kufaa kuwekezwa. Kwa hiyo sio mkutano wa mazungumzo, ni mkutano wa biashara. Tanzania tumejiandaa na zaidi ya miradi 60 yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 2.85. Ukisema dola bilioni 3 hizi ni takriban trilioni 7 mpaka trilioni 8. Miradi kwenye sekta mbalimbali kama Mheshimiwa John Butere alivyosema hapa, kwenye sekta kuanzia utalii, uvuvi, uchumi wa bluu, miundombinu na sekta mbalimbali nchini. Na tunauandaa mkutano huu kwa sababu ya mazingira wezeshi na mazuri ya uwekezaji ambayo yamewekwa na serikali ya awamu ya 6 ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, inayofanya ukuaji wa uchumi wa Tanzania na ukuaji wa uwekezaji nchini Tanzania. Lakini pia hatufanyi peke yetu, tunafanya kwa ushirikiano wa ESRF, lakini pia kwa ushirikiano wa wenzetu wa UNDP. Kwa ni mkutano wa kwanza wa kiuwekezaji ambao unahusisha mamlaka za serikali, unahusisha think tank kama ESRF, lakini pia inahusisha taasisi za kimataifa za Umoja wa Mataifa ambayo ni UNDP. Na kama nilivyosema hapo awali, si mkutano wa maneno, ni mkutano wa vitendo, na tumealika taasisi mbalimbali za fedha zije kujionea miradi hii, zichambue na ziweze kupata na kufanya uwekezaji. Taasisi hizo ni kama Nordfund, CDP, Development Bank of South Africa, PIGD, TDB, IFC, World Bank, Africapital, Okavango Capital, Maris Capital, Ascent Capital, GIZ na taasisi nyingine nyingi. Tunategemea zaidi ya taasisi 20-25 za fedha kuja kuchambua miradi hii na kuwekeza. Kwa wito wetu ni kwamba, moja, shiriki kama wewe ni Mtanzania, ni mwekezaji. Pia leta mradi wako ambao umefanyiwa uchambuzi au upembuzi yakinifu, feasibility study, na uweze kuchangamkia fursa hii ya kupata fedha kwa ajili ya mradi wako katika mkutano huu ambao utafanyika hapa katika jiji la utalii, jiji la Arusha. Asante na tunawakaribisha sana nyote kwenye mkutano. Thank you. Okay, ile Tanzania iko nayo. Kuna miradi nyingi sana Tanzania, lakini kwa miradi kufikia investor kuna taratibu inayofuatwa. Na hiyo taratibu ni kwanza kuhakikisha hiyo miradi inaweza kulipa au wawekezaji pesa zao, kuhakikisha tumeongea na serikali through National Planning Commission na hiyo miradi imepitishwa ya kwamba ni priority kwa serikali. Kwa hivyo kuna miradi hii 2.8 billion ni ile imesha kupitishwa na ile tumesha kaa chini na serikali na tumeona hii inafaa iende mbele. Kwa hivyo siwezi kukupa figure exact ya ile miradi ingine iko, lakini ni nyingi sana kuliko ile tumeleta leo. Inaweza kupigia hata pengine atafika hata kuliko bilioni 10, hata kubwa kuliko, lakini ile kitu ya muhimu sana ni kujua ile miradi tunaleta kwa summit ni ile imeshapitishwa na serikali na ile imeshafanyia kazi tukitumia hii Tanzania Growth and Tanzania Investment and Growth Facility, kwa sababu ndio inasaidia, inafanya kazi na wizara mbalimbali za serikali kuhakikisha wameshafanya zile kazi yote, yani the basic foundation work ile inahitajika, ndio wakikutana na hawa investors miradi iko tayari, iko ile tunaita investor ready. Sababu hiyo ni muhimu sana. Hatutaki investors waje hapa wakute waulize maswali na hatuwezi kujibu. Kwa hivyo hii miradi tunaleta imeshafanyishwa feasibility study, imefanywa business case na business model yake, lakini kuna miradi ingine sana nyingi sana, na tukipitia hii Tanzania Investment and Growth Facility tutaendelea kufanya kazi na serikali kuleta hizo miradi zingine kwa investors, lakini zile kwa pipeline ni nyingi sana. Pengine ningempatia ndugu yangu kutoka TISEZA atuambie pia, kwa sababu pia wanaangalia pipeline na wako na pipeline kubwa sana ya miradi kama zile zinataka fedha na pengine zingine hazijakuja kwa hii mkutano utakuwa nayo, lakini ziko kwa pipeline ili itakuja mbeleni.
Ni mkutano ambao kwanza tutakuwa na majadiliano machache ambayo pia yataangalia masuala ya kisera, lakini pia hii miradi kwa ujumla, lakini pia kutakuwa na mazungumzo kati ya wawekezaji na watu wenye miradi, lakini pia kutakuwa na uwezekano pia wa kutakuwa na kujenga partnerships pamoja. Kwa hiyo tunaamini kwa kushiriki kwetu huku tutaweza kupata wabia wengi zaidi ambao tutashirikiana nao katika kuwezesha shughuli za uchumi kwenye eneo letu la Afrika Mashariki, lakini pamoja na Tanzania. Lakini pia tutaweza kupata wabia ambao tutasaidiana nao, tutashirikiana nao katika kuwezesha kutengeneza kitu ambacho tunasema ni local content, kwamba pamoja na kuwezesha miradi mikubwa ya serikali, lakini tunaweza kusaidia nao kutengeneza uwezeshaji ambao unaweza kusaidia makundi yote ambayo yanapatikana kwenye nchi yetu.